Asante sana mpenzi mtazamaji wa Mokenya TV mahali popote ulipo, hujambo. Karibu katika uchanganuzi ili nikufahamishe na kukueleza yale ambayo yanaendelea katika taifa letu la Kenya, kisha baadaye tutakuwa tunayaangalia kwa undani kufanya uchanganuzi. Ni pigo kubwa kwa Rais William Ruto kwa sababu kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga ameonekana kuungana na aliyekuwa naibu rais humu nchini Rigathi Gachagua kushambulia ikulu ya Kenya. Ni kipi hiki ambacho kinaendelea haswa katika sekta ya siasa? Kabla nizame kwa undani, naomba kushukuru wote ambao mnatazama hikanda mahali popote mlipo, muzidi kufunguliwa milango ya mibaraka kila wakati. Lakini niko na ombi moja tu, kunyenyekevu na heshima kubwa, unapoendelea kuitazama hikanda tukabidhi tu a like, tupe a like na sambaza kwa wengine ili waweze kupata yale ambayo tunachanganua kila siku. Lakini ikiwa wewe ni mgeni ama umekuwa ukitazama lakini bado hauja subscribe katika channel yetu Mokenya TV, kuna kitufe hapo chini kimeandikwa subscribe. Bonyeza hicho kitufe ili kuwa subscribe. Tutakao kuna kengele, bonyeza kengele ili kupata kada zote pindi tu tunapoziweka katika mtandao huu wa Mokenya TV, maana utakuwa unapokeza notification kufahamishwa kwa Mokenya TV ameweka kanda mpya ambayo inastahili kutazamwa. Sasa kuna kizungumkuti katika serikali ya sasa, maana inaendelea kulaumiwa bakubwa. Kuna kosa fulani ambalo liliweza kufanyika wakati aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua aliondolewa mamlakani, kwa sababu tunapoamka tunashuhudia mengi yakitoka kwa mdomo yake. Alipokuwa akihojiwa, kuna mengi ambayo alizungumza ambayo yameambatana kushikana na ya kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga. Kabla ya Raila Odinga kuingia kwa serikali, aliweza kufichua siri kubwa kwa kile ambacho kinaendelea katika serikali ya Rais William Ruto kuhusiana na mbolea iliyotumwa bure bilash kutoka, hayo ni madai, kutoka taifa lile la Urusi. Tusikize ni kipi hiki ambacho Raila Odinga alizungumza kabla ya kuingia kwa serikali. Hiyo anakuja kusema tumeteremsha bei ya mbolea kutoka shilingi 6,000 kwa gunia, sasa imekuja 2,500. Hiyo mbolea wamepewa bure na serikali ya Urusi, wagawanye kwa wakulima bure. Anakuja anauza kwa shilingi 2,500. Hiyo 2,500 naenda wapi? Wamepewa bure tani 34, wakaongeza mchanga ndani yake, imefika sasa 1,100. Sauti hiyo ni ya Raila Odinga akidai kwamba mbolea iliyowasilishwa kutoka taifa lile la Urusi kuelekea taifa letu la Kenya, mbolea hiyo ingekabidhiwa wakulima bure bilashi pasipolipishwa hata shilingi moja. Lakini serikali ikafika mahali pa kuuzia wakulima mbolea kwa shilingi 2,500. Sasa imeweza kuthibitishwa na aliyeng'olewa mamlakani naibu rais Rigathi Gachagua. Tusikize vile wanashikana, wanaungana kuichapa serikali ya Rais William Ruto akiwa ikulu. Tusikize Rigathi Gachagua what he disclosed. The Russian government gave us 40,000 metric tons of fertilizer donation. I want to tell the Kenyan farmers, today there is no fertilizer and the long rains are here. Because fertilizer has not been procured. Because it's the president himself who does it. He decides from who at what price. It was given to this man called Maisha Minos by the president. And another 30,000 metric tons from Algeria given to the same man. They blended and sold it to government. A donation from Russia, a donation from Algeria was processed and sold to the Kenyan government at the same price that we are buying fertilizer from. You, now that I've told you, go and ask the Ministry of Agriculture. The fertilizer that came from Russia as a donation, which farmers were given free of charge. Sasa vile umesikiza, Rigathi Gachagua naye amesema ya kwamba 40,000 metric tons
ziliweza kuwasilishwa katika taifa letu la Kenya kutoka Urusi ili kusaidia wakulima. Lakini anadai kwamba serikali iliamua kuuzia wakulima hiyo mbolea. Viongozi hawa wawili wameshikana, wameungana kumlaumu rais wa Kenya kwa kuuza mbolea iliyoletwa kukabidhiwa wakulima bure bilash pasipo lipishwa hata shilingi moja. Lakini serikali nayo imekanusha madai hayo. Lakini kuna swali ambalo najiuliza na shangaa. Ni nani kati ya Raila Odinga na Rigathi Gachagua tunamwamini anazungumza ukweli, ingawa wako na the same information? Kumaanisha kuna kaukweli mahali fulani. Lakini kwa wananchi wa kawaida kuna mahali tunachezwa kidogo, kwa sababu tangu Raila Odinga aingie kwa serikali hajaonekana mahali popote kusimama na wananchi na kusisitiza kwa kusema kwamba ile mbolea iliweza kuuziwa serikali vile alivyokuwa anazungumza wakati alikuwa nje ya serikali. Kumaanisha huenda wakati kwa serikali unatulia, huwezi kuzungumza, huwezi kulaumu hiyo serikali. Kwa sababu gani? Raila Odinga tangu aingie kwa serikali ya Kenya Kwanza, tukaona wandani wake, baadhi ya wanachama katika chama cha ODM wakikabidhiwa nyadhifa mbalimbali kushikilia kama mawaziri. Sasa hivi hazungumuzi. Na wakati ule Rigathi Gachagua alikuwa katika serikali ya Kenya Kwanza, hakuwa amefichua hii siri. Lakini baada ya yeye kung'atuliwa mamlakani, sasa anazungumza. Ameungana na Raila Odinga kwa kile ambacho alikuwa anakidai wakati alikuwa katika mrengo wa upinzani. Now, ni yupi huyu anatetea Mkenya wa kawaida? Hakuna. Kwa sababu gani? Yeyote anapoingia kwa asali, ndio maana Waswahili wakasema ya kwamba monja asali haonji mara moja, anaendelea tu kumumunya mumunyu ile asali. Ndio maana tunashuhudia sasa, uking'olewa ama ukiondolewa penye asali ipo, lazima utasalia kulaumu eneo lile. Ndio maana Rigathi Gachagua wakati huo hakuwa anazungumza, lakini sasa hivi anazungumza. Wakati huo Raila Odinga alikuwa anazungumza, sasa hivi hazungumzi, kwa sababu ameingia kwa hiyo serikali ambayo alikuwa kichapa kila wakati. Kumaanisha kila Mkenya, kila mwananchi ajitetee yeye mwenyewe, kwa sababu kila mmoja anajijali yeye mwenyewe kibinafsi. Viongozi nao wanapochaguliwa huwa wanatoa ahadi nyingi, lakini kutimiza ndio kizungumkuti. Hilo the same applies kwa upande huu mwingine. Nitapata nini? Nitafaidika na nini nikiwa eneo hili? Nisipokuwa eneo hili, mimi ninaumia. Maswali ni mengi, lakini viongozi wala ambao mko mamlakani, hakikisha ya kwamba Mkenya wa kawaida amepata haki, kwa sababu aliamuka asubuhi na mapema akapanga foreni ili kukupigia kura ukachaguliwa kama kiongozi. Kufikia hapo, mpenzi mtazamaji, sina lingine la kuongeza ila tu kutamatisha hii kanda, lakini niko na ombi moja tu, kwa unyenyekevu na heshima kubwa, tupe a like na sambaza hii kanda kwa moja ama mbili tatu, na ikiwa hauja subscribe, please consider subscribing to our YouTube channel. Please hit the subscribe button that is down here. Once you are done, remember to turn on the notification bell that is against the subscribe button, so that the moment we upload any video clip, you'll be notified automatically by YouTube that Omo Kenya TV has uploaded a new video clip to watch. Remember to share our content always to other WhatsApp groups and even on Facebook. That is the only way we can continue building this channel of ours, Omo Kenya TV. Don't forget to give us a like. Ladies and gentlemen, be blessed by our supreme being, whole of heaven. Let's meet in the next video. Bye bye for now.